إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani kipenzi chake mtume wetu Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Watukufu waumini, tujipambe na sifa ya takwa katika maisha yetu, na mtu hujipamba na sifa ya takwa pindi anapofuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na anapoepukana na makatazo yake na anapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Atakayekuwa na takwa ameahidiwa mafanikio hapa duniani na pia kesho akhira. Ayuha almu'minun, katika mji wa Makka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoanza kulingania watu katika dini ya haki, mitihani alimpata na misukosuko yeye pamoja na masahaba zake. Alipochaguliwa kwa mtume alipokuwa na umri wa miaka 40, zaidi ya miaka 10 akawa yuwalingania wenyeji wa Makka. Wakawa ni wachache ambao waliomfuata, bali hawakukomea katika kumpinga, wakavuka mipaka katika kumudhi yeye pamoja na masahaba zake. Ikabidi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atafute suluhisho na atafute sehemu ambapo atakapoweza kulingania watu katika dini ya haki bila kuwekewa vikwazo. Akaamua kulingania wanaoingia katika mji mtukufu wa Makka kwa lengo la kutekeleza ibada ya hija. Akawa akiwaendea mahujaji Waarabu waliotoka kutoka sehemu mbalimbali, akiwaambia, je, nani yuko tayari kunipa support? Nani yuko tayari kunishika mkono ili niweze kufikisha ujumbe wa Mola wangu? Na kila alipokuwa akiwalenga mchana mahujaji, basi ammi yake Abi Lahab akisimama nyuma yake akiwaambia wale Waarabu waliokuja kutekeleza ibada ya hija, msimsikize huyu, ni mwenda wazimu na mimi ni ammi yake. Siku moja Rasul sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa 10 baada ya kuchaguliwa kwa mtume, mwaka wa 10 wa bi'tha, akakutana na watu wa 6, idadi yao ikiwa ni 6. Akawalingania katika dini ya haki na wakapenda ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akajalia imani kapenya katika nyoyo zao. Hao watu wa 6 wakafunga safari, wakaelekea mji mtukufu wa Madina, mji wao baada ya kutekeleza ibada ya hija, na kule wakaanza kuwalingania wenzao katika dini ya haki. Wakaja wakiwa ni idadi yao ni 12. Ulama wakasema wakaja katika mwaka wa 12 idadi yao ni 12, 10 kutoka kabila la Khazraj na 2 kutoka kabila ya Aus. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akaagana nao mida ya usiku wakati watu wamelala, ili wasiwe ni wenye kushuhudia Quraysh yale yanayofanyika. Akawalingania katika Uislamu na wakakubali Uislamu. Wakasema, na sisi tunahitaji mtu kutufundisha dini. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema, nitawapa kijana ambaye atakayolingania katika dini na atawafundisha swala na atawafundisha Qur'an. Hakumchagua mwingine, alimchagua Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair akafunga safari pamoja na hao masahaba wa siku 12 waliokuwa ndio waislamu wa kwanza waliosilimu katika mji wa Madina mwaka wa 11 baada ya Rasul sallallahu alayhi wasallam kuchaguliwa kwa mtume. Ayuha almu'minun, Mus'ab ibn Zubair kwa muda wa mwaka mmoja akalingania watu, akawa ni mgeni wa As'ad ibn Zurara radhiyallahu anhu, akawa ni mwenye kufanya da'wa na waislamu wakawa ni wengi. Mwaka uliofuata
wakaja Waislamu wengi kutekeleza ibada ya hija, lakini waliokuja kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam idadi yao ilikuwa safari hii ni idadi ya watu 72. Hawa watu ambao idadi yao ni 72, 70 walikuwa ni wanaume na 2 walikuwa ni wanawake. Wakakutana mida za usiku, kwa sababu wangeonekana mchana ingekuwa ni balaa. Na hawa wakawa wamekuja kumshawishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamwambie umeteseka sana katika mji huu, unaje uje kuhamia uishi na sisi katika mji wa Madina? Tumekuwa ni wengi na Waislamu tuna nguvu. Ayuha almu'minun, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas ibn Abdul Muttalib alikuwa bado hajasilimu, lakini alikuwa apenda kusimama na ndugu yake, mtoto wa ndugu yake. Baada ya Abi Talib kufa, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akahudhuria katika hiyo kikao, walipojaribu wenyeji wa Madina wamshawishi Mtume sallallahu alaihi wasallam apate kufanya hijra. Na katika idadi ya hao watu 72 alikuwepo kijana mmoja na babake Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu na babake Abdullah ibn Amr ibn Haram, akijulikana kwa jina maarufu Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhu. Asema Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika Sahih Muslim, nilihudhuria hiyo kikao mimi pamoja na khale yangu pamoja na babangu, idadi yetu ikiwa ni 72, wanaume 70 na wanawake 2. Akawa amehudhuria Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na ammi yake Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Tukajaribu kumshawishi Mtume aje kwetu. Al-Abbas ibn Muttalib akataka kupata garantii kwamba tutasimama na binamu yake. Akawa ni mwenye kuambia wenyeji wa Madina, Al-Aus na Khazraj, wake kwa waume, awaambia mwajua huyu hapa yuko kwao, na mwajua huyu hapa, wengine wanapolingania katika dini ya Kiislamu wengine hupigwa na huudhiwa, lakini huyu hawezi kuguswa madamu watu wake wako hapa. Ikiwa mutatupa garantii ya kwamba atakapofika huko kwenu mutamlinda na hakuna atakayemudhi na mutasimama naye, basi sina shida, aende na nyinyi. Lakini ikiwa hamutabeba majukumu hayo, basi niachieni kijana wangu abakie mjini mwao. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hakuzungumza. Al-Ansar wakazungumza, wakasema huyu ni mmoja wetu, mali yetu ni mali yake, watu wetu ni watu wake, hakuna atakayemgusa. Kabla hajafikiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima yule anayekuja kumdhuru aje kutupitia sisi, tutasimama naye kwa hali na mali. Alipokuwa ni mwenye kupewa ahadi na Ansar, basi Al-Abbas ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sina taabu mwanangu kuwafuata maadamu nyinyi ni watu mmetoa kauli hii. Na hivi ndio walivyokuwa Waislamu, mmoja wao anapotoa kauli yatimiza. Ayuha almu'minun, Abdullah ibn Amr ibn Haram alikuwa ni miongoni mwa watu waliohudhuria katika bai'at al-Aqaba ya pili mwaka wa 13 baada al-bi'tha. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipomwona siku hiyo alimpenda kuanzia siku hiyo, akajua kwamba huyu ni mtu wa khair, akaona ishara khairi katika uso wake, akamchagua Abdullah ibn Haram kuwa miongoni mwa viongozi katika mji wa Madina. Walipofika Madina, Abdullah ibn Amr ibn Haram alijitolea kwa hali na mali. Alikuwa akimjali Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi kuliko masahabi wengine katika miongoni mwa Ansar. Bali Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu atuhadithia na atueleza ya kwamba katika mji huo, katika mji wa Madina, siku moja Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alienda katika mji huo, na alipokaa siku moja Rasul sallallahu alayhi wasallam alipelekewa chakula, na akawa mwenye kumpelekea chakula si mwingine ni Abdullah ibn Haram. Amtuma mwanawe Jabir ibn Abdullah, mpelekee Mtume wa Mwenyezi Mungu chakula. Akachukua ngano, akawa ni mwenye kuichemsha ile ngano, akachukua nyama, akawa ni mwenye kuichemsha pamoja na hiyo nyama, akaikoroga, akatengeza asida. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ajiwa na Jabir ibn Abdullah, na wakati huo hali ni nzito, wamehama kutoka mji wa Makka na kila mmoja ameacha mali yake huko. Abu Bakar ameacha mali yake, Umar ameacha mali yake, muhajirini wako katika hali duni na hali ya umaskini na ufakiri. Akampikia chakula hii, akachanganyisha ngano na nyama, ikachemka mpaka ikaiva. Akawa ni mwenye kumwambia chakula hii hakuna atakayekula, mpelekeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Jabir, njoo chukua chakula hii mwanangu, mpelekee Mtume wa Mwenyezi Mungu.
Alipofika pale Rasul sallallahu alayhi wasallam akaiona ile chakula ya aina ya kipekee, aona nyama na ngano, akasema hii ni nyama umeniletea? Akamwambia la ya Rasulullah, ni ngano na nyama imekuwa ni yenye kuchemshwa kwa pamoja tukatengeza asida. Ar-Rasul akafurahia akala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu aliporudi kwa babake akamuuliza, je, ulimkabidhi amana mtume wa Mwenyezi Mungu? Akasema naam. Asemaje? Alikuwa akifikiria ni nyama. Basi hapo ikamjia fikra Abdullah ibn Haram, isije ikawa mtume wangu yatamani nyama na hajakula nyama siku nyingi. Akamwambia mwanawe, nenda kachukue kondoo. Kamchukue kondoo mmoja, leta hapa tumchinje. Akamchinja, akampika, akawa ni mwenye kumchoma yule kondoo. Akampelekea mara ya pili mtume sallallahu alaihi wasallam, ampemwambia Jabir, mpelekee mtume Mwenyezi Mungu, huenda kwamba alitamani nyama lakini aliona haya kutuambia. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam apata ziara mara ya pili, anaingia ni Jabir bin Abdullah, na safari hii amebeba nyama iliyochomwa. Radhiyallahu anhu arwah, Jabir bin Abdullah akampatia mtume sallallahu alaihi wasallam nyama ile. Akamwambia imetoka wapi? Asema babangu alifikiri labda ulitamani nyama ukaona haya akaamua kukuchinjia kabla hata hujauliza. Yani Jabir bin Abdullah ibn Haram hakutamani mtume aombe, alitaka mtangulie mtume kabla hajasema. Na hivi ndio ulivyoamini, na hii ndio sifa ya Jawad. Jawad maana yake ni kwamba si ukarimu, ni ukarimu uliovuka mpaka kiasi cha kuwa humngojei mtu kueleza anachokitaka, wamtangulia kumpatia alichotaka, humfanyi mtu adhalilike kwako kuja kuomba. Na hivi ndio ilivyokuwa hali ya Abdullah ibn Haram, alikuwa na sifa ya jud wa kana jawada. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akaipokea ile nyama akala pamoja na masahaba zake, akawa ni mwenye kusema kama ilivyokuja katika sunan, kama ilivyokuja katika sahih ibn Hibban, jazallahu al-ansara anna khaira, jazallahu anna ansara khaira, jazallahu al-ansara anna khaira, wala siyama Abdullah ibn Haram wa Sa'd ibn Ubada. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, namwomba Allah walipe khairi Maansar, wametukirimu, wametuheshimu, wamesimama na sisi, wametupokea. Allah walipe khairi Maansar, khasatan watu hawa wawili Abdullah ibn Haram na Sa'd ibn Ubada. Ayuha almu'minun, ikaja vita vya Badr. Katika watu ambao walikuwa katika mstari wa mbele ni Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhu wa ardhah. Akashuhudia vita vya Badr na Allah subhanahu wa ta'ala akamtukuza na akampa cheo, akawa ni katika wale watu wachache waliohudhuria vita vya Badr. Ayuha almu'minun, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipopata nusra Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhu, hakukomea hapo, aliamua kusimama na mtume katika kila vita. Baada ya kuhudhuria bai'at al-Aqaba athania, baada ya kumpokea mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina, baada ya kusimama na mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Badr, ikaja vita vya Uhud, akasimama na mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini vita hivyo Abdullah ibn Haram aliuawa fi sabilillah. Huyu Abdullah ibn Haram walipoambia kwamba asubuhi unaenda kupambana na Quraysh, muliwashinda katika vita vya Badr na wananyongo na wataka kulipiza kisasi, wamekuja kuvamia Madina. Asubuhi tutaenda nje, tutaenda Uhud, tutatoka mji wa Madina, tutakwenda Uhud kupambana nao. Abdullah ibn Haram usiku huo akawa ni mwenye kulala, akazinduka kutoka usingizi, akawa ameshtuka kwa ndoto aliyoona. Akajua maana hiyo ndoto ya kwamba atauawa asubuhi na atakuwa miongoni mwa wale watu watakaouawa, bali atakuwa mtu wa kwanza atakayeuawa katika vita. Hebu angalia hali ya huyu mwanamume, mtu ambaye amepata ishara na ameona ndoto, akajua yuafa, bali akajua si kufa kifo cha kawaida, atauawa, bali ajua kwamba si kwamba atauawa peke yake, atakuwa ndo mtu wa kwanza atauawa katika vita vya Uhud. Akainuka, akatawadha, akaswali, akamwita mke wake asubuhi, akawa na mkutano na kijana wake Jabir bin Abdullah. Akamwita akamwambia, ma urani illa maqtulan fi awwal man yuqtal min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hadith katika sahih al-Bukhari, asema Jabir bin Abdullah, babangu akaniita akaniambia,
mimi ninaona ndoto, na ndoto hii naifasiri ya kwamba mimi nitauawa, bali nitakuwa mtu wa kwanza nitakayekufa. Mwanangu, nataka nikwambie jambo leo. Nataka nikwambie kwamba hakuna mtu anayempenda duniani kama ninavyokupenda wewe baada ya Rasulullah. Na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu alikuwa ndo kijana pekee na amezaliwa na yuko na madada 9, watoto 10 Abdullah ibn Haram. Jabir ndo mtoto wa kiume, 9 ni watoto wa kike. Jabir bin Abdullah asema aliponieleza ya kwamba yeye ndo wa kwanza yuuawa, asema nikashtuka. Hapo akanifungulia moyo babangu, akaniambia wa inni la atruku ba'di a'azzu alayya minka, hakuna mtu ninayempenda ninayemthamini aliyekuwa na cheo katika maisha yangu kuliko wewe mwanangu Jabir, baada ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Wa kwanza ni Rasulullah, na hii inafanya kwa sababu ni dini, lakini baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwanangu, nataka leo nikwambie, nikufungulie moyo wangu, hakuna ninayempenda duniani kama ninavyokupenda wewe. Na mimi nenda zangu na najua nitauawa, bali nitakuwa mtu wa kwanza nitakayekufa. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, masahaba zake na wengine pia watauawa, na mimi nitakuwa mmoja wao. Kwa hivyo mwanangu, nataka nikupe wasia. Maadamu mimi nafa, mimi nina madeni nadaiwa, fa inna alayya daynan faqdi. Mwanangu, mimi nina deni nadaiwa, kuna watu wanidai. Fanya bidii, fanya juu chini, uzilipe hizo deni. Wastausu bi akhawatika khaira, na uko na madada hawa watoto wa kike 9, na kuhusia usimame nao, uangalie madada zako wasipate tabu na wewe uko hai. Kama hawana baba, wana ndugu, na wewe nuka na usimame na dada zako. Hapo Jabir bin Abdullah ashtuka, hajui yapokee vipi habari hizi. Yeye ampenda babake, bado ni kijana, bado ni barobaro. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu hana mali. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ameachiwa mzigo ya kulea wadogo wake, tena wadogo wote ni wa kike. Hakuna kijana wa kiume ambaye aweza kumsaidia katika kazi, wote ni mabanati, majukumu mazito. Tena juu yake babake hakumwachia mali. Laiti ingekuwa hivyo, bali babake amemwachia madeni juu ya madeni. Hakujua react namna gani. Ilipofika asubuhi na mapambano yakaanza, katika watu wa kwanza ambao waliuawa ni Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhu, sahabi ambaye alikuwa ni miongoni mwa watu wa kwanza waliosilimu katika mji wa Madina. Sahabi katika mji kutoka watu wenyeji wa Madina, sahabi ambaye aliyesimama na Mtume sallallahu alayhi wasallam akampokea katika mji wa Madina, sahabi ambaye kusilimu kwake ni chini ya miaka 5. Mwaka wa 13 Mtume kuchaguliwa akasilimu. Baada ya miaka 3 vita vya Badr akauawa. Miaka 4 peke yake ni Muislamu. Huyu ndo Jabir, huyu ndo Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhu wa arda. Lakini kwa muda hiyo miaka 4 alifanya khairi, akawa ni mwenye kuwa na cheo mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu na macho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miaka 4 hizo aliweza kuleta mabadiliko katika mji wa Madina, aliweza kuchangia Uislamu upate nguvu, na yeye alikuwa Muislamu kwa muda miaka 4 peke yake. Je, wewe ulikuwa na miaka 40? Je, wachangia katika kujenga Uislamu ama wachangia katika kuvunja Uislamu? Ama huyu Abdullah ibn Haram alipouawa, maadui hawakukomea hapo, wakamkatakata, wakakata pua, wakakata masikio, wakakata mikono, wakakata miguu na kumchana kwa chuki na uhasidi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu atueleza kama ilivyokuja katika sahihi Muslim, asema lamma kana yawm Uhud jia bi abi, ilipofikiwa siku ya Uhud babangu aliletwa, ili hali amefinikwa, musajjian wa qad muthil, amefinikwa na ili hali amekatwakatwa. Nikaambiwa ndo babako huyu aliyefinikwa hapo, na naona damu yanatiririka. Kila nikitaka kuenua nguo nimuone babangu, masahaba wananikataza, wanakuwa na hofu nisije nikamuona babangu katika hali kama hiyo. Nikajaribu mara ya pili, wakanizuia, akamwambia huyu ni babako lakini usimwangalie. Nikajaribu mara ya tatu, wacheni nimuone babangu hata kama ni mara moja. Akamwambia la, hali yake si nzuri, wewe ujue huyu ni babako,
lakini hali yake hairidhishi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akatoa amri, mwacheni amuone babake. Amri ilipotoka kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema nikanyanyua nguo aliyofinikiwa babangu, nikamwona uso wake, namna maadui hawakuponea kumuua peke yake, wakamkata pua, wakamchana uso na kumkata masikio na mwili wakachana. Huzuni ya kumpoteza babangu, tena kumwona babangu katika hali kama hiyo, asema nikashindwa kujimiliki, nikaanza kulia na nakaa namkumbatia babangu na kumbusu kichwa. Na wakati nguo hiyo ilipofinuliwa na watu wakaona, wakasikia masahaba sauti ya wanawake wakilia, tukiangalia nyuma ni kina nani? Ni dada zake Abdullah ibn Haram na banati zake dada zangu wako pale, wanamwona babao vile alivyo. Asema ikawa hali kama hiyo, ikawa katika hali kama hiyo nimekuwa ni mwenye kupata kudhilibiwa na machozi na huzuni, huku namwona mama, huku namwona dadangu, huku naona shangazi yangu, khalati yangu, ikawa ni hali nzito. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia, walima tabki, walizona nini Jabir? Walizona nyinyi? Humjui huyu nani? Humjui huyu babako ni Abdullah ibn Haram? Hujui ana cheo gani? Basi wacha nikwambia yale ambayo huyaoni hapa, mimi nayaona. Asema sallallahu alayhi wasallam, fama zalat almalaikatu tudhilluhu biajnihatiha hatta rufi'. Katika hali ya yeye kuuawa, malaika wa Mwenyezi Mungu walimzunguka, wakawa ni mwenye kumfinika na mbawa zao. Katika hali kama hiyo, wasubiri roho yake ichukuliwe. Huyu si wa kumlilia, huyu anakuwa ni mwenye kupata thamani, na lau ungejua roho yake imechukuliwa imepelekwa wapi. Ayuha almu'minun, asema Jabir bin Abdullah, mamangu akaja akatuamrisha tubebe mwili wa baba twende tukazike katika mji wa Madina. Asema tulipokuwa ni wenye kubeba mwili hapo, tukaitwa tukaambiwa, wale waliouawa katika sehemu ya Uhud, amri imetoka kutoka Mtume Mwenyezi Mungu, watazikwa hapa hapa Uhud. Ikabidi turudi, na tikiwa tumefika pale ikatoka amri ya pili, hao wameuawa, la tughassiluhum, musiwaoshe, fa inna kullu jurhin au kullu damin yafuhu miskan yawm alqiyama. Musiwaoshe hawa, watazikwa hivyo hivyo na damu yao, na kila kidonda na kila damu inayowatoka itabadilika siku ya Kiyama kuwa ni marashi ya miski siku ya Kiyama. Ikatoka amri ya pili, murudisheni Madina, warudisheni kutoka Madina, tutawazika hapa Uhud. Amri ya pili, musiwaoshe, watakuwa ni wenye kuzikwa hivyo hivyo. Ikatoka amri ya tatu, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema kama ilivyokuja katika Musnad Imam Ahmad, zammiluhum bidimaihim, wafinikeni na hizo damu zao, fa inni shahidtu alaihim, mimi nimekuwa shahidi juu yao kwamba hawa ni mashuhada, wamejitolea kwa hali na mali na nafsi katika kusimama na dini ya Allah jalla fi ula. Ayuha almu'minun, kwa sababu ya watu kuwa wengi, ikabidi tuwazike masahaba kwa pamoja. Haikuwezekana kila mmoja achimbiwe kaburi lake. Ikachimbwa kaburi, wakawa wanazikwa wawili, watatu. Ar-Rasul akisema, katika hawa waliokufa nani alihifadhi Qur'ani zaidi? Ni fulani, leteni tuanze naye. Hivyo ndo Ar-Rasul alivyowazika. Waliporudi Madina, hapo akawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yuko katika hali ya huzuni. Babake hayuko, babake ameuawa, na juu yake babake amemwachia mzigo wa kulea watoto, na watoto hao ni wa kike, hakuna atakayemsaidia katika majukumu ya malezi. Na juu yake katika hali kama hiyo, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu akawa hajaachiwa mali, bali zaidi ameachiwa deni na kulipa. Huzuni kawa uko wingi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu akafikiria atafanya nini. Akaamua kutafuta njia kulipa hizo deni. Akaona kwamba hawezi kulipa hizo deni, akaenda kwa wale ambao wanaomdai baba yao, akawaomba, akamwambia, babangu ameniachia deni lake na mimi nimelichukua dhima, lakini sina mimi ya kulipa, naomba mumsamehe ama mumpunguzie. Wale wakakataa, kwa sababu miongoni mwa wafanyabiashara wa Madina walikuwa ni Mayahudi, walikuwa wakiishi pale. Wakakataa,
wakasema hatumsamehi wala hatumpunguzii, twataka mali yetu. Ar-Rasul Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu akamwendea Mtume wa Mwenyezi Mungu akasema, ya Rasulullah, nitetee mbele ya hawa, nifanyie shafaa, zungumza nao wanisamehe, mimi sina ya kuwalipa, na juu yake nina majukumu ya kulea wasichana wa 9 na mimi sina uwezo. Kama hawezi kunisamehe basi wanipe muda zaidi, basi wanipunguzie, zungumza nao ya Rasulullah. Ar-Rasul akajaribu kuwatetea, wakakataa. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam siku moja akamwona Jabir bin Abdullah akiwa yuko katika hali ya huzuni, akamwambia, ya Jabir, mali araka munkasiran, ewe Jabir, kama ilivyokuja katika Sunan Ibn Majah, kwa nini nakuona mnyonge? Kwa nini sioni bashasha niliyokuwa nikikujua ni nayo? Akasema, qultu ya Rasulullah, istushhida abi wa taraka li iyalan wa daynan, babangu aliuawa na akaniachia deni na ameniachia watoto wa kuwalea. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katika uamuzi aliofanya, mke wake wa kwanza alioa mwanamke ambaye aliachika kabla hapo, mwanamke mtu mzima. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipopata habari akamuuliza, ya Jabir, nimesikia umeoa. Akamwambia, naam ya Rasulullah, napata habari umeoa mwanamke mtu mzima na ni ndoa yako ya kwanza. Akamwambia, naam ya Rasulullah. Akamwambia, mbona hukuoa msichana mdogo mfano wako? Mbona hukuoa bikra? Akasema, ya Rasulullah, nilihofia nikioa msichana mdogo atashindwa kunisaidia katika malezi ya hawa wasichana, badala yake nikaamua kuwa mwanamke mkubwa ili hawa dada zangu wamheshimu, akiwaamrisha aweze kuogesha, aweze kuachana. Sikuangalia maslaha yangu ya Rasulullah, nimeangalia maslaha dada zangu. Akamwambia, naomba Allah kubarikie ndoa yako. Deni likawa liko pale pale. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwona Jabir bado ana huzuni, akamwambia, Jabir, mtasimama na wewe kulilipa hili deni. Ikifika wakati wa mavuno, wale ambao wanaokudai kwa hizo tende alizokopa babako, tutazilipa. Ukipata ifinike, na mimi nitakuja nikalie juu yake na nitaomba dua, na Allah atajalia tende hiyo itakuwa nyingi na kila mmoja utampatia kila alichokidai. Na naam, akatimiza ahadi Mtume wa Mwenyezi Mungu. Baada ya mavuno na wakawa wamezipata zile tende, haziwatoshi hao watoto wala haitoshelei kulipa ile deni. Hapo akamuita Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Rasul akaja akaambia ifinike, akaikalia juu yake, akaomba dua, akaambia usitoe kifiniko, wewe teka kila anayekuja mpatie ichukue. Wote ambao walikuwa na deni wakaingia safu. Kwa baraka za dua za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikawa kila mmoja yoteka, na Jabir yofia isije ikaisha, mpaka mtu wa mwisho akipewa wasema hasa tushamalizana. Jabir akiondoa aona tende imebakia vile vile wala haijapungua. Ni katika muujiza na baraka za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini Jabir bado alikuwa na huzuni juu ya babake. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwona Jabir bado ana huzuni. Kweli deni ameweza kulipa, kweli amepata msaada wa kulea wasichana, lakini bado yamtamani babake, na zaidi ni namna babake alivyouawa. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, ya Jabir, mali araka munkasira, ewe Jabir, mbona nakuona wewe ni mnyonge na huzuni? Akasema, ya Rasulullah, babangu alivyouawa wajua, na namtamani babangu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia, afala ubashiruka bima laqiya Allah bihi abak, je, nisikueleze babako yuko katika hali gani? Wacha nikueleze. Qultu bala ya Rasulullah, bila shaka naomba unieleze babangu yuko katika hali gani. Akamwambia Mtume Mwenyezi Mungu, ma kallama Allahu ahadan qat illa min wara'i hijab wa kallama abaka kifahan. Allah anapozungumza na waja wake huweka pazia ama humtuma Jibril, lakini Allah amezungumza na babako moja kwa moja. Akamwambia, ya abdi tamanna alayya utik, mja wangu ulikuwa mwema duniani, ukasimama na mtume wangu
ukasimama na dini yangu, niambie watamani nini nikupe, niambie watamani nini nikupe. Babako akajibu akasema, ya Rab, kama kuna kitu mimi natamani, tuhiyini, unipatie uhai nirudi duniani, lengo ni kufanya nini? Fa uqtal fika thania, nienda nipigane tena, niuawe tena mara ya pili na mara tatu na mara nne. Madamu mapokezi ni haya, madamu neema ni hii, madamu hali ni hii, ya Rab, ikiwa kuna kitu natamani na umeniuliza natamani nini, natamani hilo. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, Mwenyezi Mungu akamjibu akamwambia, innahu sabaqa minni annahum ilayha la yarji'un, imetoka amri kabla hayako, kabla ombi lako nilikuwa nishatoa hukumu ya kwamba anayekufa harudishwi duniani. Kwa hivyo hilo halitawezekana, amri yangu ya kwanza itabakia vile vile. Hivi ndio ilivyokuwa hali ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, na hii haikuwa hali yake peke yake. Walineemeshwa wale ambao waliouawa katika vita vya Badr, akiwemo Abdullah ibn Haram na Hamza ibn Abdul Muttalib wa Handhala ghasilul malaika na Anas ibn Nadhir na Mus'ab ibn Umair, wote waliouawa katika vita vya Uhud. Siku moja Rasul sallallahu alayhi wasallam amekaa na masahaba, akawaeleza hali yao kule peponi. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, lamma usiba ikhwanakum bi Uhud ja'ala Allahu azza wa jalla arwahahum fi ajwafi tayrin khudrin taridu anhar al-jannah ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadilin min dhahabin fi dhilli al-'arsh. Asema Bwana Mtume kuambia masahaba salawatu rabbi wa salamu alayhi, emu niwaeleze hali ya ndugu zenu walipouawa katika vita vya Uhud. Allah akajalia roho zao zikanyanyuliwa, roho zao zikatiwa katika ndege ambaye anayepaa katika janna, na ndege rangi yake ni kijani, na ndege huyu yuakula katika matunda ya janna na katika vyakula vya janna, na yuwanya katika maji ya mito ya janna. Kisha shiba, ndege huyu huenda akakaa ndani ya kandili kama mnavyoona hapa, shandalia kandili, na kandili hii inaninginia kutoka arshi ya Allah. Hapo ndo wanapoenda kupumzikia. Roho za ndugu zenu Allah ameziweka hapo. Allah subhanahu wa ta'ala akawauliza ni waneemeshe vipi? Wakasema tumeneemeshwa, tumepewa kila neema, lakini tutamani kwa hizi neema tulizopewa na makula na vyakula tulivyokula na vinywaji na makalio tuliokuwa nayo, ya laita ikhwanana ya'lamuna bima sanaa Allahu lana lialla yazhadu fil jihad wala yankulu anil harb. Laiti ndugu zetu tulioacha duniani wapate kujua hali yetu, neema tuliokuwa nazo na hali vile tulivyo, ili na wao wasivunjike moyo, waendelee na kusimama na dini ya Allah, waendelee kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, waendelee wasivunjike moyo katika hali na mali, wajitolee katika hali na mali na nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala asema hilo ndio walitamani habari zenu ziwafikie, akasema hilo ndio tutamani. Allah akasema ana uballighuhum ankum, musijali, mimi nitafikisha salamu zenu kwa waumini waliobakia nyuma yenu. Allah subhanahu wa ta'ala akashukisha aya 169 mpaka aya 173 katika suratu Al-Imran. Mwenyezi Mungu asema, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadl wa anna Allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Allah sema, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, na wala musidhania wale ambao waliouawa katika njia ya Allah wamekufa, bal ahya'un 'inda rabbihim, wako hai kwa pamoja na Mola wao, yurzaqun, wakiwa ni wenye kupewa riziki, farihin, wana furaha
bima atahum Allah, kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu aliwapatia, min fadli, katika fadla zake. Wayastabshiruna, na kuwabashiria, billadhina lam yalhaqu bihim, kwa wale ambao hawakuwa ni wenye kutoka duniani pamoja, waliobakia nyuma, min khalfihim, nyuma yao. Wanawaambia alla khawfun alayhim wala hum yahzanun, wanatuma salamu kueleza kwamba hawana khaufu wala hawana huzuni, hali yao ni nzuri. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah, wanakuwa ni wenye kubashiria neema za Mwenyezi Mungu zilizokuwa juu yao, wa fadla, fadla za Allah, wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin, na kwamba Allah hapotezi malipo ya waumini kwa khairi walizozifanya. Mwenyezi Mungu amewawekea na anawalipa vizuri. Alladhina, wale ambao, alladhina istajabu lillahi war rasul, wale ambao wanamuitikia Mwenyezi Mungu na mtume wake, min ba'di ma asabahumul qarh, baada kusibiwa na qarh ambayo ni nzito, lilladhina ahsanu minhum, na wale ambao walikuwa bora zaidi, wattaqu, wakamcha Mwenyezi Mungu, ajrun adhim, wana malipo makubwa. Alladhina, ni wale ambao, qala lahumun nas, watu waliwaambia munafiqin, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, kwani watu wamekusanyika dhidi yenu, muwe ni wenye kuogopa. Bali hawakuogopa, fazadahum imana, ikawa sababu ya imani kukua zaidi. Waqalu, wakasema, hasbuna Allah wa ni'mal wakil, Mwenyezi Mungu alitutosheleza na yeye ndo wakili bora zaidi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa. Watukufu waumini, hakuna jambo bora mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu kama mu'min kuwa mkweli katika imani yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha katika Qur'ani kueleza hali ya waumini, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wama badalu tabdila. Katika waumini kuna wanaume ambao wamekuwa ni wakweli katika imani yao, wengine wametangulia mbele ya haki na wengine wamebakia nyuma, na waliobakia nyuma wamebakia na misimamo ya sawa, wala hawakubadilisha misimamo ya haki, wama badalu tabdila. Naam, anaikuwa mkweli katika imani yake, yadhihirika katika maneno yake, yadhihirika katika matamshi yake, yadhihirika katika muamala wake, yadhihirika katika ibada zake. Anaikuwa mkweli katika imani, yadhihirika katika vitendo vyake. Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza ya kwamba hawa ambao waliochukua njia ya imani, vitendo vyao ni vitendo vya watu wa peponi. Allah sema, la yastawi ashabul nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Hawawi sawa watu wa peponi na hawawi sawa pamoja na watu wa motoni. Hawawi sawa katika maneno yao. Maneno ya mtu wa peponi anapozungumza na maneno ya mtu wa motoni anapozungumza hayafanani. Vitendo vya mtu wa peponi anapoyatenda na matendo ya mtu wa motoni anapoyatenda hayafanani. Muamala ya mtu aliyekuwa mtu wa peponi haifanani na muamala ya mtu wa motoni. Allah sema hawafanani katika kila hali. La yastawi ashabul nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Na wale waliokuwa ni katika watu wa peponi, basi mjue ya kwamba hao ndio wamefaulu, kesho hali zao zitakuwa mbili. Allah amebainisha katika kitabu chake makundi ni mawili, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kundi ni la peponi na kundi lina motoni. Huwezi kusema wataka pepo ya Allah na matendo yako si matendo ya watu wa peponi. Naam, utateleza, naam utakosea, naam utakuwa ni mwenye kufanya yale ambayo usimridhisha Mwenyezi Mungu, lakini hii ndo hali ya kila mtu ambaye aliingia peponi. Watu wote walioingia peponi ni watu waliofanya madhambi, lakini siri ya wao kuingia peponi ni kwamba walimuomba Allah msamaha. Allah subhanahu wa ta'ala abainisha ya kwamba waumini na wanadamu wote hukosea. Kupitia ulimi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, salawatu rabbi wa salamu alayhi, kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Kila mwanadamu ana makosa, lakini kuna wengine ambao ni werevu, ni wajanja, kabla mauti haijawafikia wanarekebisha mwenendo wao, wanakuwa ni mwenye kumtubia Allah, na Mwenyezi Mungu huwa ni mwenye kupokea tauba zao, wakawa wako katika hali kama hiyo na wakaingia peponi. Watukufu waumini, tuwe wakweli katika imani yetu, tuwe wakweli, tujipange na sifa za watu wa peponi, tujitolee kwa hali na mali, na tuwe tayari na tuwe katika mstari wa mbele kumwitikia Mwenyezi Mungu na mtume wake, alladhina istajabu lillahi war rasul. Tuwe katika wale ambao
wanamuitikia Mwenyezi Mungu wanapoitwa, wanamuitikia mtume wake wanapoelekezwa. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalia amali zetu. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-qudusi wa thalatha bikum ibadallah haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي السبطين علي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ونسألك إيمانا كاملا ونسألك إيمانا لا يرتد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود. اللهم انصر إخواننا في فلسطين كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وارحم موتى المسلمين واشف جميع مرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وآخر الصلاة.